Wanawake wa kaunti ya Uasin Gishu wamehimizwa kujitokeza kwa wingi katika siasa na kuwania nafasi mbalimbali za uongozi ili kuongeza ushirika wao katika maamuzi ya kitaifa na kimaendeleo. Wakiongozwa na mwaniaji wa kiti cha uwakilishi wadi ya Kapsaos, Sarah Abdi, akina mama hao wameeleza kuwa wanawake wengi bado wanaogopa kujihusisha na siasa kutokana na kuongezeka kwa makundi ya wahuni wanaodaiwa kutumia vurugu mikutano ya kisiasa. Naomba kumwambia wamama wote waache kukuwa na uoga, tusiuzie uoga, let's stand for one another, tusimame. Kama sisi we were nominated, and what happened? We only stayed there for 10 months. Hatutaki hiyo. Tunataka wamama wajitokezee, mpambane na wanaume, mpiganie haki yenu. It's your right kusimama, msikuwe na uoga. What we are doing kwa amani, what is important, usiongoje uchaguliwe, go for it. Wakizungumza wakati wa harambee ya kuchangisha fedha kwa ajili ya kuunga mkono makundi ya kina mama katika eneo la Maili 4, washirika hao wamesema kuwa hofu ya usalama imechangia kupungua kwa wanawake wanaojitosa kwenye uongozi. Aliyekuwa mwakilishi wa wadi ya Kapsaos, Hosea Lamai, amesema ana wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa visa vya wananchi kupigwa na kuporwa mali yao wakati wa mikutano ya kisiasa, akisisitiza kuwa hali hiyo inatishia usalama wa wanawake, watoto na wananchi kwa ujumla. Tutakapotumia wahuni, kwanza tutapoteza maisha ya watu. Ya pili, kuna uwezekano tuweze kupoteza hata mali za watu. Na nchi yetu hatutaki kwenda sehemu ambayo tulienda mwaka wa 2007, mwaka wa 2008. Nataka niwaombe wale ambao wanaomba kura katika nyadhifa yoyote, tuweze kujiepusha na hali ya kutumia vijana ama wale ambao kwa lugha nyingine wanaitwa goons. Viongozi hao pia wameonya kuwa kuendelea kwa siasa za kiuni kunaweza kuchochea machafuko kadri ya nchi inavyoelekea uchaguzi mkuu ujao, huku wakiwataka wanasiasa kukumbatia siasa za uvumilivu, amani, heshima kwa tofauti za kisiasa. Wakazi hao pia wameipongeza serikali ya Kenya Kwanza kwa kuendelea kuwapa wanawake fursa za uongozi kupitia uteuzi na kusisitiza umuhimu wa kuongeza ushiriki wao katika nafasi za maamuzi. Uhuru unakuja, tulibatie maka 10 fresh. Sasa hii kijana anakuja, anaitwa Ruto. Mimi naomba wa Kenya, wacheni hivi na hivi. Tubatie hii kijana maka yake 10 aende kwa usalama katika maka 10 hii, aliletea sisi maendeleo, asaidie sisi mambo ya hospitali, mambo ya shule, mambo ya barabara. Nikiripotia Hubs Media, mimi ni Violet Akinyi.